Kwanza kabisa naitwa Rachel Kasanda, mkuu wa wilaya ya Masasi. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia afya njema, lakini kuruhusu tukaweza kuona huu mwaka mpya wa 2026 tukiwa salama na wenye afya na amani na utulivu katika wilaya yetu. Wananchi wote wanafurahia kufika mwaka 2026. Na tunajiandaa sasa, shule zinafunguliwa nchi nzima tarehe 13 mwezi wa kwanza 2026. Na sisi tumejipanga. Katika hali ya kawaida tulikuwa tuna mauteo ya jumla ya uandikishwaji wetu, tuna wavulana 1600. Hawa ni wanafunzi wa madarasa ya awali. Wavulana 1624. Hawa ndio watoto walioandikishwa, na wasichana 1819. Jumla tuna watoto 3443. Kwa hiyo idadi ni kubwa kidogo kwa sababu ya ukubwa pia wa halmashauri yetu ya wilaya ya Masasi ambayo ina takribani kata 34. Kwa hiyo tulikuwa na maoteo ya kuandikisha watoto wanaotoka katika madarasa ya awali kwenda kuanza darasa la kwanza. Tulikuwa tumeotea kuandikisha watoto 3354, wavulana wakiwa 1689 na wasichana wakiwa 1665. Na sasa walioandikishwa ni 3029, kwa maana ya wavulana 1511 na wasichana 1518. Sio mbaya, kwa asilimia tumeweza kufika 90% katika uandikishaji huo, na tunaamini, ni rai yangu kwa kesho kutwa tarehe 13 watoto wanapofungua shule, watoto wote hawa waweze kuripoti. Jambo ambalo nalisisitiza, nguo za shule sio kigezo kabisa cha kumfanya mtoto asiripoti shuleni. Hili limetolewa maelekezo na wizara, na tunaamini wizara afisa elimu wetu atalisimamia kuhakikisha kwamba mtoto anakwenda shule na zile nguo alizoweza kupata katika kipindi hicho. Anaingia darasani, anaendelea kusoma. Swala la mchakato wa kupata uniform litaendelea kufanyika, lakini tunahamasisha wale ambao wana uwezo wa kuwapatia watoto wao uniform wanapoenda kuanza wapate uniform, lakini si kigezo cha kumzuia mtoto asiende darasani shuleni kwa sababu ya kuwa hana mavazi hana uniform hana sare za shule. Sare za shule si kigezo cha kumfanya mtoto asiende shuleni. Kwa hivyo tunaendelea kulisisitiza katika wilaya yetu kama maelekezo haya yalivyo, na tumeendelea kufanyia kazi. Wazazi wote wameelewa, tumelizungumzia katika mikutano ya hadhara, na tunaamini kabisa watoto hawa wote 90% tulioandikisha watakuja Jumanne tarehe 13 shuleni, na wataanza masomo wakiwa walimu wetu wamejipanga, na sisi kama wilaya tumejipanga. Madarasa yetu yako vizuri, na tunaendelea kuhakikisha mapungufu yale madogo ambayo tuliyapata baada ya mvua kunyesha na kuharibu baadhi ya miundombinu. Halmashauri ya mji wa Masasi na wilaya ya Masasi kwa ujumla limefanyiwa kazi kwa jitihada kubwa sana, na wito wetu ni mkubwa. Cha msingi ni mtoto apelekwe aende kupata elimu, lakini kama mzazi alijipima akaona mtoto anaweza kwenda katika shule ya private ambayo ni ya Kiingereza, ili mtoto aanze na msingi wa kujua Kiingereza katika kiwango ambacho angependa. Lakini changamoto inapomtokea ya kupata, akiona kama hawezi kuja kwenye shule zetu, bado tutampokea, na tunaendelea kutoa wito wajipime kwanza mapema kabla hawajaenda huko. Tunaendelea kuwaelimisha
wajipime mapema kabla hajaenda huko ambako anafikiri angetamani mtoto wake aende kuanza kujua Kiingereza katika umri mdogo, ili apate msingi mzuri atakapokwenda katika madarasa ya juu. Lakini inapotokea sasa, kulingana na uwezo wa mzazi, haiwezekani, anarudi katika shule za serikali, sisi katika umri huo tutampokea, kwa sababu mtoto anakuwa bado ana umri mdogo, lakini pia anakuwa na mwanzo mzuri. Kwa hiyo tunaamini kabisa mzazi anapeleka mtoto katika kiwango ambacho anaweza, katika shule ambayo anaweza. Kwa hiyo wito wetu ni mkubwa. Cha msingi ni mtoto apelekwe aende kupata elimu. Lakini kama mzazi alijipima akaona mtoto anaweza kwenda katika shule ya private ambayo ni ya Kiingereza, ili mtoto aanze na msingi wa kujua Kiingereza katika kiwango ambacho angependa. Lakini changamoto inapomtokea ya kupata, akiona kama hawezi kuja kwenye shule zetu, bado tutampokea, na tunaendelea kutoa wito wajipime kwanza mapema kabla hawajaenda huko. Tunaendelea kuwaelimisha wajipime mapema kabla hajaenda huko ambako anafikiri angetamani mtoto wake aende kuanza kujua Kiingereza katika umri mdogo, ili apate msingi mzuri atakapokwenda katika madarasa ya juu. Lakini inapotokea sasa, kulingana na uwezo wa mzazi, haiwezekani, anarudi katika shule za serikali, sisi katika umri huo tutampokea, kwa sababu mtoto anakuwa bado ana umri mdogo, lakini pia anakuwa na mwanzo mzuri. Kwa hiyo tunaamini kabisa cha msingi ni mtoto aende shuleni, ila ni vizuri mzazi kufanya tathmini ya hali yake ya kiuchumi kabla ya kuamua kwenda. Tukafika sisi mategemeo yetu ni mpaka Machi 31. Kwa hiyo kwa madarasa ya awali tutaendelea kupokea, lakini haya ni uandikishaji wa wazazi ambao tulitegemea waje wenyewe, lakini na maafisa elimu wetu na wameenda katika mazingira tofauti kwa ajili ya kuandikisha watoto waliojitokeza. Kuna changamoto kidogo ya wazazi kuhisi kwamba mtoto wake bado ni mdogo kwenda katika mazingira ya shule. Kwa hiyo elimu inahitajika kwa kiwango kikubwa, ambacho nimesema hapo awali kwamba tunaendelea kutoa elimu. Tunaamini kabisa mwamko huu utaendelea kuongezeka kulingana na wazazi watakavyokuwa wanaelewa. Tunajitahidi kufanya hivyo. Na sasa natumia fursa hii kuelekeza wazazi wote wa halmashauri ya wilaya ya Masasi ambao wana watoto wa madarasa ya awali kuhakikisha wale walioandikishwa na ambao hata bado hawajaandikishwa, lakini ana mtoto wa umri wa miaka 3 ambaye amestahili kwenda katika darasa la awali, apelekwe shuleni ili aweze kuanza, kwa sababu tuna shule bora kabisa. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Yaani ningeomba wanahabari mwende hata kwenye shule zetu za awali zilivyo za kisasa. Ukiangalia shule za serikali katika halmashauri ya wilaya ya Masasi na wilaya ya Masasi kwa ujumla, shule zetu ni za kisasa sana, na usingeweza kufikiri kwamba hapa ni Masasi. Kwa kweli tuna kila sababu ya kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kila alichotufanyia sisi wana Masasi. Sio vibaya sana, lakini tunakwenda vizuri, lakini tunaendelea kutoa elimu kwa wazazi ambao tunaamini kabisa watakubali na kuanzisha watoto katika madarasa ya awali katika umri stahili ambao umeruhusiwa, ili watakapokwenda kuanza darasa la kwanza waende wakiwa wana mwongozo mzuri, lakini wana mwanzo mzuri katika madarasa yao ya awali, na wana utambuzi wa kila ambacho wanaenda kufanya wanapoenda kuanza darasa la kwanza. Kwa hivyo kwa asilimia ya uandikishaji ni wavulana tumepata asilimia 43.19 na wasichana asilimia 51.20 na asilimia 51.21, sio mbaya.
kwa wasichana, angalau kwa wasichana tumeweza kufika nusu ile ambayo tulikuwa tumeotea kuandikisha, lakini kwa wavulana tumefika 43%. Lakini si kwamba watoto wale wameisha, ni mwamko tu wa wazazi wa kukubali kupeleka watoto shule katika umri stahiki. Na hili kama wilaya tunaendelea kulifanyia kazi, tunaendelea kuzungumza na wananchi, tunaendelea kutoa elimu kwa dhati kabisa, ili swala hili tunalisisitiza katika mikutano yetu ya hadhara kila tunapopata nafasi ya kukaa na wananchi. Katika shughuli zangu zote za mikutano ya hadhara ninazozungumza na wananchi, nimekuwa nikifanyia kazi swala la elimu. Mwamko, changamoto ambayo tunayo katika wilaya yetu ya Masasi ni wazazi wengi, ni elimu, lakini mila na desturi zilizoko katika mji wa Masasi na wilaya ya Masasi za kufanya sherehe kubwa katika kipindi cha kuanzia mwezi wa 12, hasa wanapopata mavuno yao ya korosho. Matumizi yanakuwa ya hali ya juu sana kwenye sherehe ambazo wanaziita mpeano, sherehe ambazo wanaziita za unyago, sherehe hizo ambazo wanazithamini katika kiwango cha juu. Mzazi yuko tayari kufanya sherehe ya gharama kubwa bila kufikiri mtoto ataendaje shule. Baada ya hivyo, mwaka 2025 tulipambana sana kuzungumza na wazazi kabla ya kupata kipato hiki ambacho ni kikubwa cha mavuno katika msimu wa uvunaji wa korosho na mauso, ambapo na hali ya kiuchumi inakuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo tulitoa elimu kabla. Tunatarajia mabadiliko makubwa yatatokea. Hatujui wamebaki na akiba kiasi gani, lakini tunatarajia mabadiliko makubwa yatakuwepo. Lakini sherehe zilikuwepo na wote tuliona jinsi ambavyo sherehe hizi zinaendelea kufanyika. Ni mila na desturi ambazo imekuwa ni vigumu sana kuziondoa, lakini cha msingi ziwe na kiasi, ili elimu pia ipewe umuhimu wake, watoto waweze kupata elimu bila kuathiri mila zao na desturi.